Tunasimamia michezo yetu na sanaa na utamaduni pamoja na habari kwa kazi kubwa inayofanya katika kuboresha tasnia zote ambazo ziko chini ya wizara yako, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo ningependa nichangie upande wa michezo. Na hoja ya kwanza, kwa kweli ningependa, kama nilivyosema hapo mwanzo, nimempongeza Mheshimiwa Rais, na kwa kweli rais wetu anastahili pongezi. Kwa sababu kuhost CHAN mwaka 2024, AFCON 2027, kuwa na timu zetu ambazo zinafanya vizuri under 17 za mpira wa miguu, under 17, under 20, kwenye gofu, kwenye cricket, kwenye women's football ya Afrika, kwa kweli ni hatua kubwa ambayo imefikiwa. Na mimi nilikuwa na pendekezo, kwa kuwa Mheshimiwa Rais wetu ameshirikishwa katika kutoa tuzo mbalimbali kwa wasanii, wana michezo na wadau wengine wa tasnia ambazo ziko chini ya wizara hii, nilifikiri Mheshimiwa Profesa Kabudi, mzee wangu, tuandae tuzo kwa Mheshimiwa Rais pia katika kumtia moyo kuendelea kuzisimamia tasnia hizi na kuhakikisha uwekezaji unakuwepo mkubwa katika maeneo haya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa pia niipongeze klabu ya Simba ambayo imefikia hatua ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini sana nimpongeze pia Mheshimiwa Mo Dewji, ndugu Mo Dewji, kwa uwekezaji mkubwa ambaye amekuwa akiufanya katika klabu ya Simba na hivyo kuiwezesha kushika nafasi ya 4 katika ubora barani wa Afrika katika vilabu vya Afrika. Lakini pia Simba, mafanikio ya Simba yameifikisha taifa letu kuwa na ligi namba 4. Msukumo mkubwa umetoka Simba na mapinduzi makubwa katika soka la nchi hii yametokea Simba kutokana na uwekezaji wa Mo Dewji. Siwalazimishi wana Simba wajenge sanamu kule Mo Arena Bunju, wala pale kwenye klabu yao ya Msimbazi, lakini nafikiri wanaweza wakafanya jambo, hata kumpa tuzo Mheshimiwa Dewji. Nasema mheshimiwa kwa sababu alishawahi kuwa mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa na jambo. Siku ya tarehe 8 mwezi Machi tulitarajia kwamba kungekuwa na mechi ya ligi kuu, mechi namba 184. Mechi hii ilifutwa, lakini baada ya kufutwa jana tumepata taarifa kwamba imepangiwa kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni. Lakini nisikitike kusema mamlaka zetu za mchezo wa mpira wa miguu hazijatutendea haki, kwa sababu hawajatupa taarifa yoyote kwamba kilitokea nini mpaka kupelekea mechi ile isichezwe siku ya tarehe 8. Lakini pia hatujapewa taarifa ni hatua gani zimechukuliwa kwa wote waliohusika na mechi ile kutokuchezwa tarehe 8. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri pamoja na kutangaza tarehe 15 mechi itachezwa mwezi Juni, tunatakiwa tufahamu nini kilitokea na hatua gani zimechukuliwa. Lakini pia hii itapelekea kuhakikisha kwamba matukio yasiyokuwa na afya katika mchezo wa mpira wa miguu hayatokei tena siku zijazo. Na nataka nikuambie Mheshimiwa Mwenyekiti, timu zetu za Simba na Yanga ni timu maarufu sana Afrika Mashariki na Kati. Kuna wakati fulani nilisafiri kwenda Bujumbura, nikafika mtaa mmoja unaitwa Buyenzi. Siku hiyo mechi ya Simba na Yanga ilikuwa inachezwa, timu moja ikafunga goli, mtaa wote ulishangilia, utafikiri uko Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kwa ni timu zenye hadhi kubwa na mambo yetu yanatakiwa yaende kikubwa. La mwisho ambalo ninapenda kulizungumza ni kuhusu taasisi simamizi ya viwanja. Niombe wizara yetu ya sanaa, utamaduni, habari na michezo iteue watu makini kwenye hii taasisi ili hivi viwanja vyetu viweze kusimamiwa vizuri. Serikali imetenga fedha nyingi na inakarabati kwa kutumia fedha nyingi na kujenga viwanja. Ukienda pale Benjamin Mkapa ukarabati unaendelea, lakini ukienda kule Zanzibar Kizimkazi matengenezo ya uwanja yanaendelea.
na viwanja vingine ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano mbalimbali ikiwemo mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kwa nilikuwa naomba hii taasisi simamizi iteuliwe watu madhubuti, sio kama wale ambao wametuletea aibu siku ile ya mechi ya Simba na Al Masry. Uwanja ukao hauchezeki, mpira unogi kabisa pale uwanjani. Lakini tumeona hata siku ile ya tarehe 7 inadaiwa kwamba kulikuwa na watu wameingia wanazuia watu wengine kufanya mazoezi na kadhalika. Lakini TFF nao katika vile viwanja ambavyo vinatumika kwa ajili ya mchezo wa mpira wa miguu kwa ligi mbalimbali ambazo zinatambuliwa na TFF, watoe mafunzo kwa watendaji watakaopatikana kwa taasisi simamizi, watoe mafunzo kuhusu zile kanuni za mchezo wetu wa mpira wa miguu na michezo mingine. Wapewe mafunzo ya kutosha ili kuhakikisha kwamba basi hivyo viwanja vinasimamiwa vizuri, ili fedha nyingi ambazo zimewekezwa katika hivyo viwanja ziweze kuleta tija na ufanisi kwa michezo yetu yote hapa nchini. Baada ya kusema nasema naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mariam Kisangi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kwanza napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhamasisha michezo ya Tanzania. Wote tumeshuhudia goli la mama. Jinsi gani Mheshimiwa Rais alikuwa anazihamasisha timu zetu katika kuwapa motisha wa shilingi kadhaa katika timu zetu kuwapa, ili wale wachezaji wetu wapate morali wa kuweza kuwakilisha nchi yetu. Na hayo tumeyaona matunda yake. Tumeona matunda yake kwa timu za Yanga na Simba. Lakini pamoja na hayo, niwapongeze timu ya Simba kwa kuingia fainali katika kombe kubwa la shirikisho, lakini pia niwapongeze timu ya Yanga kwa hatua waliofikia. Kila asiyekubali ushindi si mshindani. Yanga imejikubali. Sasa kwa pamoja tuungane, twendeni tukawaunge mkono wenzetu wa Tanzania, wenzetu wana Simba Sporting Club warudi hapa na kombe hili la shirikisho. Huo ndio uzalendo na ndio Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Mheshimiwa Profesa Kabudi, naibu waziri na katibu wake mkuu Msigwa. Umefanya kazi kubwa sana katibu mkuu huyo. Hakuna sehemu ambayo hakanyagi. Mheshimiwa Waziri, umefanya kazi kubwa sana 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 sana. Lakini naibu waziri, mimi nimpongeze Rais kwa kuweka ile timu pale. Kuna mzee mmoja na kijana mmoja. Timu kali kweli kweli. Ukiunganisha maarifa yale ya kijana na yule mzee pale profesa, basi na imani mambo yanaenda vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mchango wangu mimi utajikita katika wilaya yangu ya Temeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Temeke ilipata fursa kubwa ya kupata uwanja wa taifa na uwanja wa Uhuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja ule wa Uhuru ndio uwanja ambao mwaka 1961 uhuru wa Tanzania ulipatikana katika uwanja ule wa Uhuru. Ni uwanja wenye kumbukumbu kubwa na wenye historia kubwa ya uhuru ambao uko Temeke. Lakini kama itoshi, nishukuru serikali wameweza kujenga tena uwanja mkubwa, kuupanua uwanja wa Mkapa. Huko kwa Mkapa kwa kweli ni uwanja mkubwa na uko katika wilaya Temeke. Hiyo kwa wana Temeke na kwa Tanzania ni tunu kubwa sana kwetu. Ni tunu ya wana Temeke. Ombi langu, niombe sasa, kulikuwa na mashindano yale, umishumta na michezo mingine mingi tu. Uwanja wa Uhuru ulikuwa unachachuka kwa michezo hiyo na michezo mingine ya kijeshi. Lakini sasa naona hivyo vitu havipatikani. Kwa nini? Kumetokea nini? Ile michezo ilipokuwa inakuja pale kwenye uwanja wa Uhuru, kama ile michezo ya vijana, wanafunzi wanatoka katika mikoa mbalimbali wanakuja pale. Pamoja na kuwa jiji Dar es Salaam tumepewa ni jiji la kiuchumi, bado na sisi ni mkoa kama mkoa mwingine. Tunaiomba yale mashindano yaje. Wakati mashindano haya yanakuja pale, sisi kama wana Temeke ndio faida yetu. Wajasiriamali, wamamalishe, wale wauza vinywaji, wote pale wanaozunguka kwenye uwanja ule na wengine wote wanaotoka pembezoni kote kwa Dar es Salaam wanafaidika na ile biashara. Ndio sababu uwanja ule ukawa ni tunu na ni faida kwa na Temeke. Lakini pia kuna lile gawio
lile gawio ambalo kama michezo inachezwa pale, wanacheza timu kubwa kubwa na mapato yanapatikana kwa wingi. Gawio lile linatakiwa liletwe pale kwenye halmashauri ya Temeke ili tuangalie nini tunataka kufanya kwa wakati huo. Lakini utakuta hilo gawio linaenda maeneo tu. Sasa sisi faida yetu pale kama na Temeke ni nini? Kufagia matakataka? Haiwezekani. Lazima ni kuombe serikali ipange utaratibu maalumu ya kuhakikisha kwamba kile kidogo kitakachopatikana katika michezo ile, basi na wanatemeke nao waweze kupata walau kidogo, angalau kuboresha kwenye huduma za jamii. Pale michezo ikipigwa, ikitokea mmoja ameumia atakimbizwa hospitali ya Temeke, akitokea mwingine ameumia atakimbizwa Muhimbili. Basi muangalie jinsi gani mtakwenda kuisaidia kitendo, angalau kitengo cha mifupa pale Temeke au kitengo cha mifupa kile cha Moi, angalau kukiongezea vitu, yani changamoto zao kidogo, na sisi tuone tumefaidika kutokana na mechi zinazoendeshwa katika uwanja wa Taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiungana na mwenzangu kwenye Kiswahili, hapa yeye amezungumzia rahaja za Kiswahili, mimi nitazungumzia ushahiri wa Kiswahili. Mheshimiwa Mwenyekiti, wako washahiri na wako walioenzi lugha hii ya Kiswahili kwa kutunga mashairi. Marehemu Shaban Robert, sisi wazee wa zamani tumemsoma vizuri sana Shaban Robert kwenye mashairi yake yule, Amina umejitenga, kufa umetangulia. Ile hali kama huwa umefumba baada ya kuchanua, na kuombea kwa Mola mema kukufanyia. Hayo mambo yalitukaa kwenye akili sisi tuliosoma wakati huo, lakini pia tuliona kitabu cha Wakati Ukuta, Peni na Mlamba. Tumemuona mtunzi. Je, watunzi hao tunawaenzi kwa kiasi gani katika kuendeleza Kiswahili cha nchi hii? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, Profesa, wako maprofesa wengine ambao mimi siwajui pale wamekienzi Kiswahili. Hata Profesa Dr. mdogo Nyambali Nyangwine, hakuna mwanafunzi wa Dar es Salaam ambaye akukutana na kitabu cha Nyangwali Nyangwine. Yeye yule alitusaidia sana katika kukidadavua Kiswahili. Sisi ambao hatuwezi kusoma sana, alijaribu kukidadavua Kiswahili kutoka kwenye Kiswahili fasihi na kuwafundisha wanafunzi. Naye tumevisoma na hakuna mwanafunzi ambaye alishindwa kufaulu Kiswahili form 4 kama hakupita kwa Nyambali Nyangwine. Lazima tumsifu kwa kile alichokifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikija kwenye kuenzi wazee, naona ndio baada ya uhuru pale kwenye picha ya Dismini kuna picha ya Askari Monument, lakini tumeona kuna maeneo kadhaa kuna picha za baba wa taifa. Lakini sasa Tanzania inakwenda kuingia katika historia mpya ya kupata rais mwanamke wa kwanza, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Je, historia ya Tanzania imejipanga vipi katika kuhakikisha tunamwachia alama mama huyu? Tumwekee mnara, kwa sababu kwenye Kiswahili au cultural heritage ina include monument ambazo zinatakiwa zitengenezwe sanamu mbalimbali, mapicha makubwa na minara ya kihistoria ili kuwaenzi hawa watu, pamoja na kupita marais wengi wamepita hapa, lakini sisi tunaomba huyu mwanamama wa kipekee tumuenzi. Lakini pia nataka nimpongeze leo kwa mara nyingine tena mbunge wa Rufiji, jinsi gani ameweza kumuenzi mama Bibi Titi Mohamed Mandwanga. Ndugu zangu, Bibi Titi Mohamed Mandwanga leo anaenziwa kule Rufiji, lakini alipigania uhuru wa nchi hii. Sisi wa Rufiji wenzie tunafurahi na tunaona jinsi gani, na tunampongeza sana mbunge huo wa Rufiji. Tunamuombea kwa Mungu inshallah amrudishe ile tamasha iendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na Bibi Titi Mohamed alirudi tena, aliishi Temeke Ngarambe, lakini alikuwa na wadogo zake katika kutetea. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa, naomba nimalizie. Alikuwa na ndugu zake Bibi Asha Ngoma, Mwambua Mrisho, Mama Dezi, Bibi Siti Kilungu ambaye ni Mama Mtemvu na Tatu Ligawike. Kina mama hawa wote kwa pamoja walimtetea uhuru wa nchi hii, na tunawakumbuka wanatemeke na tunawashukuru sana kwa mchango wao. Asante sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa.
Tunaendelea na Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo. Ajiandae